Aliyekuumba akujua, aliyekuumba akujua. Wewe amini tu, aliyekuumba anakujua. Wewe amini tu. Aliyekuumba anakujua. Wewe amini tu. Andika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 35 hadi 51. Yohana sura ya kwanza mstari wa 35 hadi ule wa 51. Andika tena Yohana sura ya pili mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Yohana sura ya pili mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Andika tena Yohana sura ya pili mstari wa 13 hadi 24. Yohana sura ya pili mstari wa 13 hadi ule wa 24. Mwisho andika Yohana sura ya kwanza ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 18. Aliyekuumba akujua. Wewe amini tu. Tutalirudia somo letu baada ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua kama tulivyofundishwa asubuhi, ukitambua sehemu yako natakiwa ufanyie haki, maana Mungu atakuja kuhukumu kulingana na kazi yako jinsi ulivyofanya. Lakini pia kabisa unaelewa wito nilioitwa sana ni kwa ajili ya nchi. Nimekuja kutambua sana kikubwa nilichoitwa ni kwa ajili ya nchi, kuimulikia mambo yajayo. Hicho ndo nilichopewa kwa Morris Serulo. Nikaelewa nafasi hiyo. Kwa hiyo nakuletea neno la Bwana kama alivyoniambia, na mara nyingine alinionyesha. Bwana alinionyesha wawekezaji wamekuwa wakali sana. Wawekezaji watakuwa wakali sana. Watakuwa wakali kwa habari gani? Kwa mfano, Ziwa Victoria wawekeze, watakuwa wakali sana kwa raia wa nchi kusogea eneo la ziwa. Yaani kama ulikuwa unapenda kuogelea, hutaogelea tena. Kwa hiyo nikaona kila mwekezaji kwenye eneo lake amekuwa mkali juu ya raia wa nchi. Yaani vitu vilivyokuwa viona kwa wepesi kwa muda unaotaka. Ukipenda unaenda ile sehemu, sasa ina mwekezaji watakuwa wakali. Kwa maana nyingine, kuna mambo ambayo watakuwa wanafanya tofauti na mkataba ulivyo, na kwa kuwa watamiliki kwa muda fulani, kwa muda ambao watakuwa wamemiliki, watatumia mambo mengine ambayo si sawa na mkataba. Kwa hiyo watakuwa wakali mno. Kwa mfano, nikaona waweke
wawekezaji wa Kichina sehemu fulani ya madini, kama ilivyo kawaida kwamba wanaambiwa waajiri wa Tanzania, lakini kaona wananyanyaswa vibaya mno wale wenye kuajiriwa, na kama wako 50 basi na Wachina wako 50. Kwa hiyo ni picha ya mbele. Hata wale waliochukua tayari maeneo kule mbele watakuwa wakali sana, ili wajinufaishe kwa sehemu tofauti kabisa na mkataba ulivyo. Maana watakuwa wakimiliki eneo sawa mtu alivyopewa eneo. Ni sawa na mhubiri wa asubuhi au mtu awa yeyote Mombeki anapokuwa amesimama pale, madhabahu ile inakuwa ya kwake kwa dakika zile. Ndio maana anaweza akaongea kile ambacho anakiona kiko moyoni, mtumishi akaongea kile ambacho Roho Mtakatifu amempa. Kwa hiyo na wao watakuwa na nafasi kubwa ya kumiliki sehemu ambayo wanapewa. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo hatutakuwa na ule uhuru wa kufika yale maeneo, tutakuwa tunayogopa wakati yalikuwa ni maeneo yetu kabisa. La pili niliona sehemu ya madini, wawekezaji nikaona wamefanikiwa kwa muda mchache sana sehemu ya madini. Hii kwa sababu nikaonyeshwa kuna mitambo au mashine za kuchimbia na kufanyia utendaji wa kazi ya kusaga mawe ni tofauti kabisa na vifaa vilivyopo hivi sasa. Vile vifaa vya kusaga mawe nikaanza kuonyeshwa vile vinavyosaga, utafikiri ni mahindi yanapitishwa kwenye kisagio chake kwa ajili ya unga, yaani kwa wepesi kabisa. Mashine nyingine inafanya mawe kwa madogo madogo haraka kabisa, si kama hivi sasa wanavyosumbuka, halafu ikishapitishwa yale mawe kwenye ile mashine yanaenda kama vile mahindi yanavyoenda kwa haraka kwenye sehemu ya kusagiwa. Kwa hiyo wakafanikiwa ndani ya mwaka mmoja, wamefanikiwa mno. Lakini nilichokiona katika mkataba kwenda ukaishi, walikuwa wamechimba eneo lote ambalo mtu amepewa, tena kwa kina kirefu. Halafu nikaona nchi inaachiwa ardhi ambayo imefukuliwa vibaya sana, imekuwa na milima vibaya sana. Hii ni kwa sababu wenzetu watakuja na mitambo ambayo ina uwezo kupita kawaida. Watu wakawa wanalaumu kuona yale mamilima hamna namna, yana mawe na sehemu kubwa imefukuliwa, kwa sababu nikaona kumbe hii nchi karibu kila eneo lina madini, karibu kila eneo. Kwa hiyo ni maeneo mengi. Kadiri tutakavyoendelea utaona maeneo mengi kabisa, kama nilivyokuambia kipindi cha kwanza kwa wale ambao walikuwepo, kwamba nilishuhudiwa na Roho Mtakatifu nitembelee sehemu za Mwasele kule. Sielewi hata sababu inayonipeleka, isipokuwa nilipoona watu 4 wamesimama, ndipo Bwana akaniambia kwamba unaenda pale ukawasikilize. Nilipokuwa nimeenda pale, walikuwa na makaratasi na vitu kama kamera au darubini fulani. Wale watu wakaanza kusema, sasa itakuwaje? Mungu akaniambia, sikiliza, hicho ndicho nilichokuita upate kusikiliza. Wakaanza kusema, sasa itakuwaje? Maana Shinyanga tayari watu wameshajenga pote. Lakini kikubwa, pointi kubwa ni kwamba wakaona chini ya ardhi ya Shinyanga hizi nyumba zimekalia almasi nyingi sana, lakini ziko kina fulani marefu. Sasa kwa wale wachimbaji watakao kuja, yani kile kina hakitishi, yale mawe ambayo ya modern hayatishi. Kwa hiyo wakasema Shinyanga yote iko juu ya madini, na mpaka wakaulizana sasa itakuwaje?
Bwana tusaidie. Kwa hiyo wale wachimbaji madini, wawekezaji watakuja wafukue ardhi yetu vibaya sana. Kweli tutakuwa tunapewa asilimia fulani, lakini ni ndogo sana ukilinganisha na utajiri watakaotoka nao. Mpaka naonyeshwa mpaka sasa, yaani walivyo mafundi wa kutenganisha uchafu na dhahabu, uchafu na almasi kwa wepesi kabisa. Chombo kingine kinafanya kama vile mavumbi fulani, yanakuwa kama mavumbi fulani, pana saba mawe yanakuwa kama mavumbi fulani, alafu kwa mbele huko nikaona mashine moja ambayo inapuliza yale mavumbi kuelekea, lakini kuna mashine kwa chini ambayo inavuta dhahabu au almasi peke yake, inavuta inapeleka flavor hii, inapiga mavumbi yanaenda huko. Mpaka ninaona mpaka sasa hivi, yaani ni mtaalamu wa hali ya juu. Haupo sasa hivi, haupo, zile mashine hazijaletwa. Kwa hiyo tuombe sana Mungu kwa kila alichozungumza kule mbele, ili taifa wafanyie kazi kwa sehemu. Namba hiyo 3, nikaona taifa moja limekuja kuwekeza, likajenga mistari kubwa sana na ni nzuri mno. Ilikuwa karibu na makazi ya watu. Ile hospitali ni nzuri, ukiangalia wewe mwenye unafurahi, majengo unafurahi, wahudumu wake unafurahia. Wale wahudumu wake walikuwa ni wakarimu sana, wakarimu mno, yaani unapokelewa mpaka unajisikia. Halafu walikuwa wanatibu magonjwa kweli, watu wanatibiwa na pona sana sana. Watu walikuwa wanatibiwa wanapona sana, na walikuwa wanaonyesha upendo wa dhati, upendo wa nguvu, lakini una unafiki ndani wake. Bwana akanionyesha zile dawa 95% zilikuwa nzuri kabisa, nzuri, zinatibu watu magonjwa mbalimbali. Kama una uvimbe, una saratani, yaani nafanywa operation vizuri kabisa. Lakini Bwana kanionyesha katika madawa mengi kabisa, katikati ya hayo madawa ikawepo dawa moja kama inavyochukua nafasi Panado unainywa mara nyingi kwa sababu ya magonjwa mbalimbali. Pale unapokuwa umezidi, unajisikia kuchemka, unasikia maumivu mwili wote, unainywa kwa wepesi sana kuliko dawa zingine, na mara nyingi unaitumia kulingana na vile matumizi yake yalivyosimama kwenye sehemu ya maumivu, unaitumia mara nyingi. Sasa ile dawa ya kupoza maumivu hiyo ndio nikaiona ina unafiki mkubwa. Kumbe ule upendo lengo lake ni kwamba wafanikiwe ndani ya dawa hiyo. Unafiki sio upendo wa kweli, ni unafiki. Kila alipokunywa mwanadamu Mtanzania uwezo wa kutunza kumbukumbu ukawa unapotea. Nikapewa mfano na Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa roho, akaniletea mama moja ambaye ametenga maharagwe yake, halafu akaingia uani. Alipojisaidia nikamwona yule mama, yale maharagwe aliyaona yako karibu na kuungua. Alipoenda uani, lengo lake arudi ili aongezee maji, isipokuwa kwa kuwa alikuwa na hali ya kujisikia vibaya, ilibidi aende uani. Alipotoka kule uani, akaja kupitiliza, akaenda kwenye mti ambao pana kiburi kizuri, akasema nipumzike hapa, mletee kiti. Amesha sahau yale maharagwe saa hiyo hiyo. Yalipotoa harufu ya kuungua, ndipo alipokumbuka, akaenda kuweka maji. Alipoweka yale maji, akayashusha yale maharagwe, akayachagua yaliyoungua, mengine ya juu juu ndo akayabakiza mle. Lakini
akaona namna sasa ya kwamba weke tena jikoni. Alipomaliza kuyaosha akayaweka pembeni, akainuka, akili yake na mtuma ameshaweka pale jikoni, akaenda kulala. Halafu nikamwona mume wake amekuja, chakula kijawibwa tayari, akawa mkali. Bwana akaniambia, unaweza ukaona namna vile mtakavyotendwa. Lengo lao ni nini? Wanatamani sana nchi yetu. Na Bwana akaniambia, vigumu sana kuona vita vya mataifa vikipiga Tanzania. Nini manake? Ni kwa sababu kila taifa lenye nguvu za kivita linaweka vitu vyake Tanzania. Marekani anaweka, Israeli anaweka, Waarabu wanaweka, Jerumani ana kila kitu. Kwa hiyo mataifa yote yana nafasi kwenye nchi hii, yatawekeza. Kwa hiyo hayatakubali taifa moja liinuke kupiga, na haitakuwa hivyo kwa sababu mataifa makubwa yote yanawekeza ndani ya nchi. Bwana tusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo watu wakawa hawafanyi vitu vizuri, ni watu wa kukosea. Na katika sababu hiyo, wale walioajiriwa kwenye makampuni ya wale wenzetu wawekezaji wote wakaanza kutolewa kwa madai ya kwamba mnakuwa mnatulisha hasara. Wewe mwenyewe umeona mahesabu haya hayaendani kabisa na wewe unaona kweli, na unatoka kabisa kwa moyo mmoja kwamba kwa kweli nimenipiga hasara. Na hao wawekezaji watakuwa na mawasiliano. Kwa nini? Kwa sababu ni mataifa makubwa. Mawasiliano yao yatakuwa sehemu gani? Roho Mtakatifu ananikumbusha, wote watakuwa wameambiwa unafiki wa kuweka ile dawa ya kupunguza kumbukumbu, ya kutoa kumbukumbu. Watakuwa wameelezwa makampuni mengine yote na ile kampuni litakalofungua ile hospitali. Kwa hiyo hawatatumia ile dawa, maana kama ile kampuni litaachilia watumie dawa halafu waje wagundue wale, watapigana. Sasa haichi. Kwa hiyo mataifa yote wanaowekeza wataambiwa ile siri. Kwa hiyo ni Watanzania tu, ili kwa wepesi wauze ardhi, kwa wepesi watolewe kwenye kazi zao, kwa wepesi wanyang'anywe hata walicho nacho. Kwa hiyo nikaona pendekezo limependekezwa ya kwamba kwa hali fulani iliyopo katika nchi, madaktari kutoka nchi yoyote ambao wanaweza kutusaidia waje waajiriwe. Kwa hiyo hata madaktari wetu walijikuta wanakuwa na hali ya kuwa wanapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo nikaona Wachina wengi sana wamekuwa kwenye hospitali, Wahindi wengi sana. Haya mataifa mawili ndio yaona. Marekani sana sikuwaona, Wachina na Wahindi kila hospitali wengi mno. Bwana tusaidie. Nikaona wawekezaji kwa upande wa kilimo wamefaulu, maana watakuja na mashine za kuchimba visima, kuchimba mabwawa makubwa. Acha hivi vidogo, kuna mashine nyingine ambavyo vitafanya kazi masaa 24 ili kukamilisha bwawa walilokusudia kuchimba, visima virefu, mabwawa. Watafaulu. Kwa hiyo kilimo kitakuwa kizuri kabisa, na wananchi wa Tanzania watakuwa wanapewa mbolea na vitu vingine vinavyoendana na mambo ya kilimo vizuri kabisa. Lakini watapewa huku mataifa haya au wawekezaji hawa wakijua ardhi waliowabakizia ni ndogo mno, hata kama watalima kwa uzuri
zinauzwa kwa gharama kubwa sana, chakula kinapelekwa nje. Ndani ya nchi tunauziwa kwa gharama kubwa. Wale wenzetu ambao mna ardhi kidogo wanapata, lakini anapata cha kwake tu, labda magunia 5 mwisho. Kwa hiyo ardhi inaenda kuchukuliwa sana na wawekezaji. Zile ardhi za mbuga, ardhi nyekundu zilizo nzuri kama Geita hivyo ilivyo, wawekezaji wanaenda kuchukua ardhi kupita kawaida. Mungu atusaidie. Namba 5, Bwana akaniambia serikali, viongozi wa serikali waweke wawekezaji wazawa sana kwenye maeneo ambayo wanaweza kuyafanya. Kuna maeneo mengine ambayo hawawezi kweli, lakini kuna maeneo wanayoweza. Kwa mfano, sehemu ya kilimo, waweke wazawa sehemu kubwa kabisa ya ardhi, wawape wazawa wawekeze sehemu ya kilimo. Maana katika habari ya chakula, hapo ndo uti wa mgongo. Pia moja ya sehemu ya uti wa mgongo inayofanya kitu kiitwe uti wa mgongo, ni moja ya sehemu ya changizo ambalo huchangia kwenye uti wa mgongo, kilimo, chakula. Wawape wazawa. Tuombe sana Mungu, Bwana awape huruma, roho ya huruma viongozi wa nchi. Bwana azidi kuwapa hekima na maarifa zaidi, maana ni viongozi wetu, ili walione hili kwa ajili ya wajukuu zetu. Kwa habari ya maisha yetu sisi tunaweza tukamaliza vizuri, lakini kwa ajili ya watoto kama wewe. Lakini kama tutafanya tu kwa sababu ya maisha yetu, tutafaulu sana, lakini kwa ajili ya watoto, wapewe wazawa, watawahurumia Watanzania wenzao, watawauzia vizuri chakula, si kama vile nilivyoona chakula kingi. Napita mnaiona mashamba mengi yamependeza, mpunga umependeza. Naona mpunga kwenye ulimwengu wa leo utakavyokuwa na jinsi watakavyofaulu kuchimba vile visima, lakini ule mpunga unaishia wapi? Na tunauziwa kwa gharama kubwa. Yaani sehemu ambayo ilikuwa ya kwako, unafanya mambo yako vizuri kabisa, inakuwa sehemu ya kuangalia kwa mbali. Ile eneo lilikuwa la kwangu lile. Yaani Mtanzania anaenda kurudi kuwa kama mtu wa kusikitika kwenye sehemu yake, kwa sababu ya wawekezaji jinsi watakavyobadilika. Kwa hiyo Bwana akaniambia, kwa kila sehemu ambayo wazao wanaweza wakaimudu, serikali yetu iwapatie sana sehemu za kuweza kuwekeza. Wapo matajiri, wawaelimishe. Kuna matajiri wengine ambao wamelalia biashara fulani, lakini wawape tu na elimu fulani hii, ili wachukue maeneo kwa ajili ya Watanzania hao wale ambao wana maisha ya baadaye, watoto wetu wadogo. Hali inaenda kubadilika, lakini na imani katika haya ninayoyazungumza, kwa umri ulionao, unapokuangalia hapo utayaona yote. Na utakapoona hospitali moja kubwa inajengwa, inasifiwa, utakumbuka unabii huu. Bwana tusaidie. Bado Bwana akaniambia kabisa ya kwamba nizidi kuambia, nunueni ardhi. Nunua ardhi. Mtu anauza kaeneo, anasema lete 600,000. Usikaone kadogo, unayo, nunua. Hata kama unaona watoto wako ulionao tayari kabisa, kila mtoto ana sehemu yake, lakini kuna wajukuu, nunua kwa faida ya uzao wako, familia yako. Usiuze eneo, bali nunua maeneo, ongeza. Kule mbele unapokuwa na maeneo mengi, kule mbele eneo la nusu heka litakujengea nyumba mpaka utakuja shambani. Eneo la
nusu heka, nitajenga nyumba ya kuishi. Maana watu wanakuja watanunua kwa gharama yoyote. Nafahamu sana sisi tuko nchi moja, sio mbaya, lakini unafahamu kwamba Wazanzibari sasa hivi wananunua sana maeneo ya Watanzania bara huko. Wazanzibari wananunua sana maeneo na habari tena maheka. Wewe unaweza ukaacha kufanyia ujumbe huu kazi, lakini mimi sijaajabu. Ndio maana ninaongea nikijua yanarushwa. Mtu mmoja kutoka mbali kabisa hapo akaniambia habari za utumishi wangu, akaniambia vipi, Mungu tena anasemaje? Maana waga nafuatilia sana jumbe zako, maana nyingi zinatimia. Mungu anasemaje tena kuhusu ardhi? Huyo alikuwa ananipigia simu, yuko Mtwara, akasema mimi na mashamba yangu 60 heka 60. Sasa mtumishi yote, nikamwambia wewe ni tajiri wa baadaye sana, usiuze. Akasema nakufuatilia sana mtumishi. Kwa hiyo wewe usioni pale nyuma ya jambo ukaona hapafai. Usione kwamba kule Mwasele mwishoni kule ni kubaya, sijui Masekelo kule mbele ni kubaya. Ukipata eneo nunua. Hata mimi nafahamu sana kufanya hivyo, sina tu uwezo wa kifedha wa kutosha kufanya hivyo, lakini kama Mungu akinibariki nitakuwa namba moja. Ndio maana wale namwambia panda miti, upande miti itakusaidia. Lakini wanatolea mfano kabisa, hata mimi pale nyumbani ukifika na miti nimebananisha sana kinyume na vile ninavyotakiwa. Miti karibu 30. Maana kaleka plot kana madabo. Tena kama lazimisha miti karibu 20 na huko pembeni hivyo. Lakini nashindwa kufanya vile, mpaka nikaanza kufikiria, nilikuwa nimelala jana, kaanza kutafakari. Kuna daraja lile la Matanda kule, ukipita njia ya kina Wilson, ukiangalia pembeni hivi kuna mbuga nzuri kweli za mpunga na upande ule. Nikasema Mungu akinibariki, wale naenda kununua hata kama ni hela ngapi mle pembeni mwa mto, na wapa hela tofauti kabisa na mawazo yao, maana Mungu ananionyesha. Bwana kaniambia kwamba vile ninavyokuonyesha, ukija kupanda miti yako huu pembeni, katikati pembeni mwa mto huu, upande huu kuna eneo la mpunga, upande ule wanalima tena bustani na mpunga. Sasa hizo pande mbili ukizipanda, nikaambiwa mtu kama huyu sasa angelikuwa na uelewa vile ninavyozungumza, angefanya vile miti inavyotakiwa ipandwe, halafu yeye mwenyewe akahamia kabisa kwenye eneo. Namba 6, Mungu anaenda kuinua watumishi wengi kupita kawaida katika nchi yetu. Mungu anaenda kuinua watumishi wengi kupita kawaida, watumishi wa Mungu, na hawa watumishi watakuwa msaada kwa watu. Majibu mengi yaliyo magumu yanaenda kutoka kwa watumishi wa Mungu. Bwana kaniambia watakuwa msaada mkubwa sana kwa serikali. Hapo ndipo Mungu akarudisha na kibao akasema, yale niliyokuonyesha yaliyo mabaya anza kuyapenda. Amina. Yasitokee. Na kama ameruhusu hivyo, basi niko kwenye mstari wa kupenda hizo dawa zinazokusudiwa. Amina. Uko uwezo wa kupenda nguvu ya Bwana katika sehemu zinapotengenezwa kipindi kile na kuharibu usema. Amina. Mungu ametuita namna ya tofauti. Amina. Pale Mungu alipokuita simama na Mungu ataonekana. Amen. Watumishi wengi wanaenda kuinuliwa. Bwana kaniambia unamwona Subuye? Nikasema namwona. Yule ukifika mbele yake anaanza kukutabiria mpaka mambo ya mbele. Lakini mimi Bwana kaniambia wewe ulivyo si kama yeye. Wewe ninavyozungumza na wewe kwa habari ya nchi, hakuna mwingine. Wapo wanaozungumza habari ya nchi, lakini sio kama wewe kwa wepesi, maana nimekuita kwa ajili ya hiyo. Ndio
Maana kwa Morris msaidizi ulipewa ukaambiwa nimekupa nchi. Bwana amekwambia nimekupa nchi. Na pale pale katika kusanyiko la watu 4,000 waliokuwepo ni wewe tu uliyejaa Roho Mtakatifu kupita wote. Na hiyo ndiyo ishara ya kutembea juu ya maji. Na hiyo ndio ishara ya kuganda juu ya hewa. Kama nilivyokuambia niliganda juu ya hewa, nimekanyaga nikiwa macho. Na hiyo ndiyo ishara ya lita 30 za damu pasipo kuongezwa. Kwa hiyo Mungu alikuwa ananionyesha matendo makuu ya kwake kupitia mwili wangu ili niamini uwezo wa Mungu kwa hali yoyote. Kile ambacho Mungu atazungumza kukifanya, nisiwe na mashaka pindi pale ninapokumbuka miujiza iliyofanyika. Bwana nakutendee muujiza wa kukumbuka siku ya leo. Amen. Bwana akaniambia kanisa la Mungu, watakatifu wa Bwana, watumishi wa Mungu wengi wananichanganya sasa hivi. Shetani amefaulu kuwaingizia roho ya mashindano ya utajiri. Kila mmoja anatamani awe na ndege. Kwa watumishi wakubwa, kila mmoja anataka awe na ndege. Kila mmoja anataka awe maarufu kwa jambo fulani. Wamepewa roho ya ushindani, wanashindana kimaisha na kiroho. Na kwa kuwa wanashindana kimaisha ya kimwili na kiroho, wamejikuta wanahitaji msaada wa nguvu ya ziada kutoka upande wa pili. Sikiliza neno la Bwana lililonijilia. Bwana atawaweka wazi wote wanaotumia nguvu za giza. Amen. Wote. Kwa nini? Nilimuuliza Mungu kwa nini? Ni kwa sababu kuna bahati mbaya kujisajili kinamna hiyo kwenye nchi ambayo Mungu ana makusudi nayo toka mwanzo. Kumbe nikupe kuelewa, nchi hii iko mikononi mwa Mungu kwa makusudi ya Mungu. Awali yote anayeweza kutaka kuharibu kinamna fulani, yani Mungu yuko makini juu ya nchi.